Halo, habari za leo, karibuni tena Pedo and Roses Stories. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Mada ya leo nataka nizungumzie kupima, kujua. Je, kuna shida yoyote ile kupima na kujua status yako kama unaishi na VVU au hapana? Kwa nini vipimo ni nguvu? Unaogopa kupima VVU? Ninaelewa, lakini ukweli ni huu. Kutokujua kunaleta hofu zaidi. Yaani, je, unaogopa kupima VVU? Sasa mimi nataka nikuambie kwamba kutokujua kama una maambukizi ya VVU au hapana kunaleta hofu kubwa zaidi. Kujua ndiyo nguvu. Kujua kama una maambukizi ya VVU kunakupa nguvu. Kunakupa nguvu kwa sababu gani? Namba moja, unakuwa na amani ya akili. Ujue mapema uanze matibabu. Kwa sababu ukipima sasa hivi na ukagundulika kwamba una maambukizi ya VVU, moja kwa moja unaanza dawa za ARV. Na kadiri unavyoanza matibabu mapema ndivyo mwili wako unavyokuwa na nguvu zaidi. Yaani kwa sababu unapoanza dawa mapema, hata kinga yako mwilini inakuwa bado haijaharibiwa na VVU. Kwa hiyo hii ARV inakuja kusaidia ile kinga ya mwili, vile virusi vinafubaa mwilini, kinga yako iliyokuwa bado ipo haijaharibiwa na VVU inaendelea kuilinda mwili na mwili unaendelea kuwa na nguvu zaidi. Tofauti unapokuja kuanza dawa ukiwa mwili umechoka, umedhoofika. Namba mbili ni kulinda wapendwa wako. Unapopima ni upendo. Unapopima ni upendo kwa sababu unajilinda wewe mwenyewe kwa kujua status yako, na hapo hapo unawalinda uwapendao. Ukijua status yako, unajua jinsi ya kujilinda na kulinda wengine. Namba tatu, kwanza kupima ni siri, kupima ni bure, na kupima ni haraka. Unaweza kupima mwenyewe nyumbani, mfano kwa hapa Uingereza, unaweza ukapima we mwenyewe nyumbani, ukaletewa kiti, ukapima na ukajua. Kupima kwenye kliniki ya ngono. Yaani unaweza ukapima kwenye kliniki za ngono, sexual health clinic. Unaweza ukapima kwenye hospitali. Nafikiri hata nyumbani ukienda hospitali yoyote na ukasema unataka kupima VVU, basi unapata huduma ya kupimwa. Kukimbia kupima, mimi naweza nikasema kwamba ni sawa na mtu anayeendesha gari akiwa amefumba macho. Yaani unapoogopa kwenda kupima VVU, ni sawa sawa na mtu kuamua kuendesha gari huku akiwa amefumba macho. Kupima ni kufungua macho. Ninavyosema mimi, kupima ni kufungua macho, uone zaidi, ujifahamu status yako, ujielewe status yako, ujilinde zaidi na uwalinde wengine, ujikinge zaidi au uendelee kujikinga zaidi kwa sababu tayari umeshajua status yako. Mwisho, mimi sio mtaalamu wa afya, sio daktari, wala sio nesi, wala sio mtoa ushauri nasaha. Mimi ninaelimisha kuhusu HIV/AIDS kupitia historia ya maisha yangu mimi nikiwa mtu ambaye ninaishi na VVU. Kwa hiyo, ukitaka ushauri zaidi, nenda kwenye kliniki zinazotoa ushauri nasaha, nenda hospitali, kaonane na daktari, kaonane na mshauri anayetoa ushauri nasaha.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kucomment, kushare na kusubscribe. Asanteni sana.